Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 10 Agosti tunasikiliza na kutafakari maisha ya Mtakatifu Laurenti, shemasi na mfiadini. Laurenti ni mmojawapo wa watakatifu mashahidi ambao vifo vyao viligusa watu wengi sana katika kanisa la mwanzo. Laurenti aliuawa kwa kuokwa katika moto. Kaisari Valeriani alikuwa ametoa agizo mwaka 258 kuwa Wakristo wote wakamatwe na kuuawa na mali zao zichukuliwe. Wakati Papa Sisto na mashemasi wake 4 wanapelekwa kuuawa, Laurenti alilalamika kuwa hakuwa mmojawapo. Papa alimwambia, "Usilie mwanangu, baada ya siku 3 utanifuata." Na kweli ikatokea. Laurenti alikuwa mtunzaji wa fedha na mali za kanisa. Aliitwa na liwali wa Roma aliyefikiri kuwa Wakristo wana mali nyingi. Akamwambia akabidhi mali zote za kanisa kwa Kaisari. Laurenti akamuomba ampe siku 3. Akaenda kukusanya makundi makubwa ya vipofu, vilema, wakoma, wajane, yatima na maskini na kuwaleta mbele ya liwali. Akamwambia, "Hizi ndiyo mali za kanisa. Tunayo bado mali nyingine, ndiyo mabikira na wajane walioweka nadhiri ya kumtumikia Mungu. Hiyo ndiyo hazina ya kanisa, lakini fedha hatuna." Liwali alighadhibika sana kwa kejeli hiyo, akaamuru auawe kwa kuokwa katika moto. Kwanza aliamuru askari wamvue nguo Laurenti na kumlaza juu ya kitanda cha chuma, na chini ya kitanda hicho wakawasha moto ili kumkaanga Laurenti angali mzima. Wakati akiungua kwa moto, aliwaambia wauaji, "Hamuoni upande huu umekwisha iva? Nigeuzeni na upande wa pili." Laurenti alifariki huku akiombea mji wa Roma uweze kuvumilia mateso mengi kwa ajili ya kanisa. Hivi ndivyo alivyokufa Laurenti shemasi. Alizikwa katika barabara ya Tiburtino. Baadaye Kaisari Konstantino Mkuu alijenga kaburi lake. Ibada kwa heshima ya Laurenti zimekuwa zikifanyika katika kanisa zima tangu karne ya 4. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Laurenti, shemasi na mfiadini. Vema, mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu kwa mambo madogo, nitakukabidhi mambo makubwa. Njoo uingie katika furaha ya Bwana wako. Watakatifu wengine wa siku: Mtakatifu Asteria, watakatifu Basa, Paula na Agatonika, wafiadini wa Tunisia. Mtakatifu Laurenti, shemasi na mfiadini, utuombee.